Nina wasalimu wapenzi watazamaji wa hichi kituo popote mulipo, hamjambo. Karibu niwapashe yale ambayo yameweza kutendeka, niwachanganulie kwa mapana na marefu. Mimi ni Bwana Ezra. Acha tu niweze kuomba ombi moja. Kama mnanitazama kwa mara ya kwanza, chukua jukumu la kuweza kujenga hichi kituo. Piga subscription, unaweza ukasambaza kanda hii kuelekea kwa kikundi kimoja au viwili vitatu, ili taarifa hizi ambazo ninaenda kuwaeleza ziwafikie watu wengi. Rais Samia Suluhu wa taifa la Tanzania ametakiwa kujiuzulu, yani kuresign kutoka mamlakani na mashirika ya kutetea haki za kibinadamu kutoka rubaa za kimataifa, kisha akamatwe. Akishajiuzulu akamatwe na afunguliwe mashtaka ya mauaji. Ujumbe ambao wameweza kutuma kuelekea kwa serikali ya Tanzania ni mrefu sana. Wameweza kuandika kwa lugha ya Kimombo, ila ni kazi yangu mimi mwanahabari kugeuza maneno hayo kuja kwa Kiswahili ili sisi sote tuweze kuelewa kila ambacho mashirika haya yanasema. Kwa hivyo, muungano wa mashirika ya kutetea haki za kibinadamu kutoka kwa ukanda wa Afrika yameweza kumlaumu Mama Samia Suluhu kwa kusimamia mauaji Tanzania. Yeye ndiye aliweza kusimamia na kuongoza mauaji Tanzania kulingana na jinsi ambavyo ripoti hii inasema. Na kulingana na mashirika haya ya kutetea haki za kibinadamu kutoka kwa ukanda wa Afrika, wanasema kwamba zaidi ya watu 3,000 wameweza kuuawa katika taifa la Tanzania, haswa baada ya uchaguzi wa tarehe 29 Oktoba mwaka 2025 kumalizika. Na nielewa mpenzi mtazamaji, mahala ambapo mashirika haya vile wanasema kwamba maelfu ya wananchi wa Tanzania wengine wamekosekana, hawajulikani waliko, kufuatia msako ambao uliweza kuendelezwa na maafisa wa jeshi la polisi Tanzania baada ya maandamano ya kukataa uchaguzi pamoja na kukataa utawala wa Mama Samia Suluhu kuzuka. Katika kanda hii tunataka kuweza kuona kiini ambacho kimesababisha mashirika haya ya kutetea haki za kibinadamu kutoka ukanda wa Afrika. Yaani kila taifa katika ukanda wa Afrika wameweza kuunga kwamba Mama Samia Suluhu ang'atuke mamlakani, akamatwe, afunguliwe mashtaka. Kwa hivyo katika kanda hii tunataka kuona sababu ambazo zimefanya mashirika haya kusema kwamba Mama Samia Suluhu ang'atuke mamlakani kisha afunguliwe mashtaka ya mauaji. Katika ujumbe mkali ambao wameweza kutuma kuelekea kwa serikali ya Mama Samia Suluhu katika muungano ambao unaitwa Jumuiya ni Yetu Movement pamoja na Pan African Solidarity, makundi haya yanataka Suluhu mara moja kujiuzulu, kuondoka mamlakani, yani to step down kwa lugha ya Kimombo, immediately, and face prosecution for crimes against humanity, yani aweze kufunguliwa mashtaka mara moja ya kusimamia mauaji ya kibinadamu. Mashirika haya zaidi ya 40 ambayo yameweza kuunga hoja hii kwamba Samia aweze kujiuzulu yanatoka kwa taifa kama vile Kenya, Nigeria, South Africa, Zimbabwe, Zambia, Uganda pamoja na Senegali, mahala ambapo wanasema kwamba ni picha ya hali halisi ya mauaji Tanzania, utekaji nyara Tanzania, pamoja na maziko ambayo pamoja na hatua za serikali kuwazika
wale ambao waliuawa kipindi cha maandamano ndicho kimeweza kufanya wao kutaka Samia aweze kuondoka mamlakani. Kwa sababu sijui kama nimeweza kuweka hiyo hoja vizuri, kwa sababu wanasema hivi: paints a grim picture of ongoing killings, abductions and mass graves allegedly linked to state security forces. Nikiweza kuwanukuu alisema hivi: Mama Samia Suluhu lazima aondoke madarakani kwa haraka, kwa sababu hakuchaguliwa. Namba 2, amepoteza upendo wa wananchi. Namba 3, aliweza kusimamia mauaji Tanzania. Kwa hivyo, kwa nini wamesema kwamba aweza kujiuzulu? She must step down, aweza kujiuzulu. Namba 1, wanasema kwamba she lacks legitimacy, yani hakuchaguliwa na wananchi, bali aliweza kujiweka pale kama rais wa Tanzania. Namba 2, umesikia, hana upendo wa wananchi. Namba 3, aliweza kusimamia mauaji ya wananchi wengi sana wa Tanzania ambao walikuwa na mkataa, ambao walikuwa nakataa uchaguzi ambao ulikuwa unaandaliwa bila ya reform kufanyika. Kwa hivyo wanataka aweze kujiuzulu, afunguliwe mashtaka ya ukiukaji wa haki za kibinadamu, na wanataka afunguliwe mashtaka, unajua wapi? ICC. Kulingana na makundi hayo ya kutetea haki za kibinadamu kutoka kwa zaidi ya mataifa 40, wanasema hivi: maafisa wa polisi, ukipenda jeshi la polisi Tanzania, ambao wamepewa amri na Mama Samia Suluhu, wamekuwa wakiingia kwa nyumba za wananchi wa Tanzania kwa fujo, yani storming houses, dragging citizens out. Yani wanaingia kwa nyumba kwa fujo, kisha wanawaburuta na kuwatoa nje kwa nguvu wananchi wa Tanzania, alafu wanawapiga risasi kwa mlango yao, and shooting them on their doorsteps, yani wanawapiga risasi katika milango yao, kwa kile ambacho maafisa hao wa polisi wanasema kwamba walijaribu kuandamana kukataa uchaguzi wa 29 Oktoba mwaka 2025, wakikataa Samia Suluhu. Sikiliza, naomba unisikilize kwa makini. Vile vile, barua hiyo ambayo mashirika haya kutoka kwa mataifa zaidi ya 40 kutoka kwa ukanda wa Afrika wameweza kueleza kwamba kuna tuhuma kwamba serikali ya Mama Samia Suluhu imekuwa ikichimba makaburi kisiri upande wa Arusha, Mwanza, Dar es Salaam, Mbeya pamoja na Songwe ili kuwazika wale ambao, halaiki kubwa ya wale ambao waliweza kuuawa na maafisa wa jeshi la polisi Tanzania kipindi cha maandamano, ili kufunika ushahidi. Kwa sababu ili Samia aweze kufungwa jela, ili Samia aweze kufunguliwa mashtaka, lazima ushahidi upatikane. Na nimekuwa nikiwaeleza kwamba Mama Samia anafanya kila juhudi kuhakikisha kwamba anaficha ushahidi, na mashirika haya yanasema kwamba wapo na taarifa makaburi yamekuwa yakichimbwa Dar es Salaam, Arusha, Mwanza, Mbeya pamoja na Songwe ili kuficha ushahidi. Witnesses, eyewitness, washahidi wamesema kwamba maafisa wa polisi wamekuwa wakivunja milango ya Watanzania usiku wa manane, na kisha wanaingia nyumbani, mahala ambapo wanawatafuta wanaume kwa vijana ambao miaka yao imeanzia 15
wengine wao wamekwisha chapwa vikali sana. Some have been brutally beaten on their doorsteps and dragged away by police. Wamechapwa kwenye milango yao au wamechapiwa kwenye milango yao, na wengine wamechukuliwa kwa fujo na maafisa wa polisi, mahala ambapo wengine wameuawa katika milango yao. Imagine mtu anauliwa katika mlango wake, unatolewa hapo nje ya mlango wako na pigwa risasi. Na mashirika haya yanasema kwamba mtu wa chini kabisa mwenye ameuawa, mtu wa umri wa chini kabisa mwenye ameweza kuuawa na maafisa hao wa polisi ambao wanaendeleza fujo Tanzania ni mtoto wa mwaka moja. Sasa wacha nikuulize mpenzi mtazamaji, mpaka mtoto wa mwaka moja, malaika, yuko na hatia gani? Hata hawa ambao wanatumwa na hii serikali kuwanyamazisha wananchi wasiandamane kwa kuwauzia uoga, hawana utu. Wanapiga mpaka mtoto mdogo risasi. Utu ulienda wapi? Ni swali tu ndio nauliza mpenzi mtazamaji. Utu umeenda wapi? Ni jambo la kusikitisha. Mashirika hayo ya jumuiya yetu wameweza kulaumu serikali ya Mama Samia Suluhu kwa kuanzisha kampeni ya kufuta ushahidi wote kuhusiana na mauaji ambayo yalitendeka Tanzania, ndiposa asifunguliwe mashtaka. Cha kushangaza ni kwamba mahospitali Tanzania yamekuwa yakichungwa na maafisa wa polisi, mahala ambapo tunaelezwa kwamba familia zile ambazo ziliweza kuathirika na wapendo wao kuuawa na wengine wao wamekosekana, wanakuwa harassed. Yani sijui nitaweza kuwekaje hilo jina, harassment. Yani wanadhalilishwa, wamekuwa wakidhalilishwa, wakitishwa, na hata wakati mwingine wakikamatwa kipindi ambapo wanatafuta taarifa kuhusiana na wapendo wao. Mashirika haya yanasema hivi: madaktari pamoja na wauguzi, doctors and nurses were being given orders to maliza till. Yani madaktari na wauguzi walipewa maagizo kwamba wawaue wale ambao walikuwa wamepata majeraha makali ya risasi kipindi cha maandamano. Na wanaeleza kwamba wako na taarifa zaidi ya miili 2000 tayari imekwisha zikwa na maafisa wa polisi wa Tanzania kwenye kaburi la pamoja. Hicho kikundi ambacho kimeweza kusema, sio mimi Ezra. Kwa hivyo makundi haya zaidi ya 40 yameweza kuagiza Umoja wa Afrika, United Nations, pamoja na Umoja wa Jumuiya ya Mataifa ya Afrika Kusini, pamoja na Umoja wa Mataifa ya Maendeleo ya Afrika Kusini, SADC, kuingilia kati mara moja ili kuhakikisha kwamba wanaleta amani katika ukanda ama katika taifa la Tanzania. Ujumbe huu, kitu ambacho unapaswa kukijua. Unajua, ninageuza maneno haya kutoka kwa Kimombo. Ndio haya yameandikwa hapo. Sasa mtaniwia radhi endapo nitakuwa na sita kidogo, kwa sababu nataka kila mtu aweze kuelewa. Ujumbe huu unasema kwamba Samia Suluhu ameweza kufanya maandamano Tanzania kukuwa haramu,
The statement also accused President Suluhu's administration of criminalizing decent and feminist organization, targeting activists, journalists and minority communities. Yani wameweza kumlaumu Mama Samia kwa kuweza kufanya maandamano Tanzania kukuwa ni jambo ambalo si nzuri. Ukipatikana ukiandamana unafunguliwa mashtaka ya uhaini. Mtu kama vile Nifa alipatikana akiandamana amefunguliwa mashtaka ya uhaini, treason. Watangazaji wamezuiliwa wasiende kuandikisha historia ya yale ambayo yalitendeka Tanzania. Wananchi wametishiwa Tanzania wasizungumzie yale ambayo yanaendelea. Unaona Tanzania hawawezi wakakueleza maneno kama haya ambayo nawaeleza. Imagine. Kwa nini? Samia ameweza kufanya Tanzania kukua kikapu chake. Yeye ndiye anaongoza jinsi ambavyo anataka. Kwa hivyo, mashirika haya, the groups demanded an immediate political transition to an interim government to oversee long-delayed political reforms and prepare for credible election under independent oversight. Kwa hivyo, mashirika haya yanamtaka Mama Samia Suluhu ang'atuke mamlakani kwa sababu kile kiti si chake. Kwa nini? Hakuchaguliwa. Namba 2, amekosa uungwaji mkono wa wananchi. Namba 3, aliweza kushuhudia Watanzania wakiuawa. Aliweza kuongoza zoezi la kuwaua Watanzania, kwa kuweza kuwapea orders maafisa wa polisi. Kwa hivyo, mashirika haya kutoka kwa mataifa zaidi ya 40 ya kutetea haki za kibinadamu wamesema hivi. Wanataka Samia aondoke mamlakani, kisha apeane uongozi kuelekea kwa mashirika tofauti. Shirika ambalo litasimamia uongozi kwa muda, maybe kijeshi, maybe United Nations. Alafu uchaguzi uweze, kabla ya uchaguzi wanasema hivi, long delayed political reforms and prepare for credible election. Yani kuna zile reform ambazo Watanzania wamekuwa wakitaka. Kwa hiyo serikali ya mpito, kwa hiyo serikali ya muda ambayo itachukua uongozi kutoka kwa Mama Samia, wahakikishe kwamba zile reform ambazo Watanzania wamekuwa wakitaka kabla ya uchaguzi zifanyike haraka. Hizo reform zikiisha, uchaguzi uweze kuandaliwa, uchaguzi wa haki na huru, na mashirika mbalimbali ya kuangalia yaruhusiwe, wanahabari waangalie jinsi ambavyo uchaguzi huu utaandaliwa, na wachague kiongozi, na Watanzania waweze kuchagua kiongozi ambaye wanamtaka, na wala sio yule kiongozi mwenye ameweza kujilazimisha kuelekea kwa wananchi. Endapo Mama Samia Suluhu hataweza kufuata ile ambacho ameweza kuambiwa, sitaki nikufiche, atakuwa na wakati mgumu sana kuongoza taifa la Tanzania kwa hii miaka 5 ijayo. Kwa nini? Ni ngumu sana kuongoza taifa ambalo limeweza kumeguka, yani limekuwa divided. Wacha niweza kuwapea a good example au mfano mzuri. Kenya. William Ruto alipoingia mamlakani kwa kiburi na kishindo, kwa kupora kura, alishindwa kuongoza Kenya kwa sababu wa Kenya wengi walikuwa upande wa upinzani. Kilichobidi kumtafuta hayati Raila Odinga, kaunganisha taifa, ikamkalia viraisi William Ruto kuendesha taifa, japo wananchi wanamkataa. Kwa hivyo Mama Samia asiposikia kila ambacho ameambiwa, atakuwa na wakati mrefu sana kuliongoza taifa la Tanzania. Na mimi naomba niweze kumalizia hapo kwa sababu mambo ni mengi ambayo yalikuwa yamesemwa hapa, nimejaribu kuyageuza mpaka nimefikia hapo. Wacha nikuulize hivi mpenzi mtazamaji. Je, unakubaliana na hichi ambacho kimeweza kutolewa na mashirika haya zaidi ya 40 kutoka kwa mataifa zaidi ya 40 kutoka Kenya, Tanzania, Uganda, Zambia, wakitaka kwamba Samia aweze kujiuzulu
Je, wazo lako ni lipi? Mnataka Samia aweze kujiuzulu, ashtakiwe, afunguliwe mashtaka ya mauaji ya kimbari, au nyinyi mnasema kwamba Samia yuko sawa, ni mweupe kama pamba, aendelee kuongoza taifa la Tanzania? Ningeomba niweze kupata wazo lako. Asante sana. Ukikumbuka kupiga subscription mpenzi mtazamaji, vile vile kumbuka kusambaza kanda hii kuelekea kwa grupu 1, 2, 3, kikundi kimoja, 2, 3, viwili, vitatu, ili taarifa hizi ziweze kuwafikia watu wengi.